السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله تعالى الفوز العظيم. Ndugu zangu Waislamu watukufu, tumetanguliza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuziegemeza kwake sifa zote zenye ukamilifu. Tumuombea swala na salamu, tumtakia rehma na amani mtume wake Allah wa mwisho, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala shukrani za dhati juu ya kila neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kutuneemesha, kiwemo neema hii ya kuidiriki na Ramadhani hii ya mwaka 2025 ikiwa ni sawia na mwaka wa hijiria 1446. Kuidiriki Ramadhan kama wanavyotuambia wanawavyuoni rahmatullahi ta'ala alaihim ni neema ambayo haina mbadala. Hivi hatuna budi kila tunapoidiriki Ramadhan kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli zetu na vile vile kwa matendo yetu. Kwa matendo yetu kwa maana kwamba kuifanyia kazi Ramadhan na kuifanyia matendo mema. Twamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfik na atusailishie kuyafanya mema ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhan. Na twamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhurumie, atutakabalie machache ambayo tutakuwa tumeweza kuyafanya na kuyatekeleza ndani ya mwezi huu insha Allah. Katika Ramadhani hii insha Allah ta'ala tutakuwa ni wenye kukumbushana. Hii twaita kwamba ni kukumbushana na vile vile ni kuhimizana jambo zima la kisimamo cha usiku. Jambo hili ingawa uzungumziana na uzungumzwa kila wakati, lakini kukumbushana na kuhimizana ni jambo linalotakiwa mara kwa mara, kwa kuwa sisi ni wanadamu, twasahau, twaghaflika, na ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotuagiza kwamba tuwe ni wenye kukumbushana. Kwa mada hii ya qiyamul layl, ya kisimamo cha usiku, ndiyo ambayo tutakumbushana kwayo katika Ramadhani hii, na tutasimama na kujikita kwenye sehemu 4 katika mada hii. Sehemu ya kwanza tutataja na kukumbushana kuhusu fadhila zake, na sehemu ya pili tutataja na kukumbushana faida zake, na sehemu ya tatu tutataja sababu ambazo zaweza zikamsaidia Muislamu juu ya kudumisha ibada hii adhima, na jambo la 4 tutataja baadhi ya mambo ambayo yanakuwa ni kizuizi kwa Muislamu ashindwe na kuitekeleza ibada hii, kama ambavyo kwa masikitiko ni wengi katika sisi Waislamu ambao tunashindwa kuitekeleza na kuidumisha
ibada kama hii ya qiyamul layl. Ndugu zangu Waislamu, tunaposema qiyamul layl tunazungumzia kisimamo cha usiku, na wala hatuhusishi kuzungumzia kisimamo cha Ramadhan, bali kisimamo cha Ramadhan ni miongoni mwa kisimamo cha usiku. Kwa tukisema kisimamo cha usiku, twakusudia ibada ambazo ni sunna Muislamu kuzitekeleza, ibada za swala ambazo ni sunna Muislamu kuzitekeleza katika kila usiku kwenye mwaka wake mzima. Na tunapotaja mwaka wake mzima, twasema kwenye umri wake, wala sio Ramadhani peke yake. Kusimama Ramadhan, kisimamo cha Ramadhan zimetaja fadhila zake, na vile vile kisimamo cha usiku umuman zimetaja fadhila zake. Leo insha Allah taala tutaanza na kutaja fadhila za kisimamo cha usiku, tukiwa katika njia hii ya kukumbushana na kuhimizana juu ya ibada hii adhima, kwamba tuwe ni wenye kuidumisha na si wenye kuiacha na kuifanya kwa msimu. Ibada hii adhima, miongoni mwa fadhila zake ni kwamba ibada hii ni miongoni mwa yale mambo bora, miongoni mwa vitu vya thamani sana ambavyo mja anatakiwa ajikurubishe kwavyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa daima tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya yanayomridhi na kuyaepuka yanayomuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa yale ambayo ni ya thamani kubwa mja kujikurubishia kwake Allah subhanahu wa ta'ala ni hiki kisimamo cha usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Amr ibn Abasa asema sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu rabbu min al-abdi, karibu zaidi anapokuwa mja yuko karibu na Mola wake, au anapokuwa Mola yuko karibu zaidi na mja wake, fi jawfi al-layli al-akhir, ni katika kina cha usiku ule wa mwisho. Katika kina cha usiku ule wa mwisho ndipo Allah subhanahu wa ta'ala Mola anakuwa karibu zaidi na mja wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa in istata'ta an takuna, basi utakapoweza wewe kuwa mimman yadhkuru Allah ta'ala fi tilka saa fakun, utakapokuwa wewe unao uwezo wa kuwa miongoni mwa wale wanaomdhukuru na kumtaja na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi hicho, fakun, basi kuwa. Tumeakadimiza hili, naam, la kwamba mtu akiwa uwezo anao basi asikose kuwa, asipitwe na nafasi hii ya kina cha usiku wa mwisho, yani usiku wa manane, kwamba awe ni mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi hicho cha usiku wa manane. Mtume akahimiza kwamba ukiweza kufanya hivyo basi usipitwe, kuwa miongoni mwa hao wenye kumtaja Mwenyezi Mungu kipindi kama hicho. Miongoni mwa fadhila za kisimamo cha usiku, jambo la pili au fadhila ya pili ni kwamba kisimamo cha usiku ni katika mambo ambayo umletea mja upendo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa sababu za mja kupendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mola wake ni hiki kisimamo cha usiku. Katika hadithi aliyoipokea Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, thalathatun yuhibbuhumullahu wa yadhaku ilaihim, watu watatu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uwapenda na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uwakicheka kwa sababu yao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uwapenda watu hawa watatu na ucheka kwa sababu yao. Wayastabshiru bihim, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uwapa bishara njema watu hawa aina tatu. Akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alladhi idha nkashafa fi'atun qatala waraaha binafsihi lillahi ta'ala, ni yule ambaye anakuwa kwenye uwanja wa vita, uwanja wa mapambano, kwenye jihad fi sabilillah, kisha marafiki zake au wenza wake wakawa ni wenye kutawanyika, yeye akabaki kama kigongo, akasimama peke yake,
akapambana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa imma an yuqtala, ima auawe mahala pale, wa imma an yansurahu Allahu, na ima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amnusuru, wa yakfiyahu, na amtosheleze shari za maadui zake. Naam, akabaki peke yake kwenye uwanja wa mapambano, baada ya wenzake washamkimbia, washatawanyika, yeye akapambana peke yake. Ima Mwenyezi Mungu amnusuru na kumtosheleza, na ima Mwenyezi Mungu amchukue na roho yake akiwa mikononi mwa wale maadui zake. Huyo ni mtu wa kwanza. Fayaqul, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usema kuambia malaika alkiram kwamba undhuru ila abdi hadha, mtazameni mja wangu huyu, kaifa sabara li binafsihi, vipi amesubiri kwa ajili yangu kwa kuitoa nafsi yake. Ametoa nafsi yake, yuko tayari kufa, yuko tayari kupoteza uhai. Vipi alivyosubiri kwa ajili yangu, akavumilia kwa ajili yangu kwa kuitoa nafsi yake. Kisha Mtume SAW akamtaja mtu wa pili, akasema walladhi lahu imra'atun hasanatun wa firashun layyinun hasanun. Mtu wa pili ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimruzuku mke ambaye ni mrembo, mke ambaye ni mzuri, wa firashun, kisha na kitanda au na godoro, layyinun, ambalo liko laini, hasanun, godoro ambalo ni zuri, lanukia manukato, limepambwa kwa asmini na vilua. Naam, lakini mtu huyo asema Mtume wa sallam, fayaqumu min al-layl, kisha awe ni mwenye kusimama usiku, yadharu shahwatahu wa yadhkuruni, anaacha yote matamanio yake na kunitaja mimi Mola wake. Huyu pia ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umpenda na umfanya na kusababisha mja huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala acheke. Walau shaa raqada, Mtume asema na lau angetaka huyu mtu angelala. Hakuna atakayekumzuia asilale na mkewe mrembo, hakuna atakayemzuia kulalia godoro lake laini. Lau angetaka angelala tu, lakini anamwacha mrembo wake na anaacha godoro lake, anasimama kwenda kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mtume sallam akamtaja mtu wa tatu, akasema walladhi idha safara, na yule ambaye pindi anaposafiri akawa safarini, wakana maahu rakbun, na akawa yuko pamoja na msafara, yani yuko pamoja na kundi la watu amesafiri pamoja nao. Naam, asema fasahiru thumma haja'u, msafara ule wakapiga kambi pahali, naam, kama mapumziko, wakawa ni wenye kukesha usiku, wakipiga story, wakizungumza mazuri mabaya, wakizungumza. Thumma haja'u, kisha wakalala, wakachukuliwa na usingizi. Asema sallallahu alaihi wasallam, faqama min as-sahar, yeye akasimama nyakati za maladaku, wakati wa usiku mwingi, usiku wa manane, akawa ni mwenye kusimama fi dharra, tena katika hali ya uzito, sirran, kisirisiri, akainuka kisirisiri, hali ya uzito, uchovu umemjaa na usingizi umembamba, lakini anainuka kisirisiri hata jamaa zake wasijue, kwenda kusimama na kuzungumza na kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kwa ndugu zangu Waislamu watukufu, hili jambo la kusimama usiku ni moja katika sababu kubwa, miongoni mwa sababu kubwa za kupendwa mja na Allah Subhanahu wa Ta'ala, za kupendwa mja na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika kulitaja hili dhimnan pamoja na mengine katika hadithi sahihi. Naam, hadithi aliyopokea Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha qala, hakika Mwenyezi Mungu amesema, man aada li waliyan, atakayeniudhia, atakayenipigia vita, atakayenifanyia uadui wali wangu, kipenzi changu, faqad adhantuhu bilharbi, basi mtu huyo nishamtangazia vita. Kwa mwenye kumuudhi wali wa Mwenyezi Mungu, akamuudhi kipenzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu hakika mtu huyo amemtangazia vita. Kisha akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi qudusi hii, wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in, na hajapata kujikurubisha mja kwangu mimi kwa kitu chochote, ahabba ilayya, ambacho ninakipenda mno,
mimma aftaradtu alayhi, kuliko kile kitu au kuliko lile jambo ambalo nililifaradhisha juu yake. Fa ahabbu al-a'mal ila Allah ta'ala al-faraid, amali njema zilizobora zinazopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni zile za faradhi. Asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba hajapata kujikurubisha mja kwangu mimi kwa jambo lolote kuliko lile ambalo nilimfaradhishia mja wangu. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, na wala hatoacha mja kujikurubisha kwangu mimi kwa ibada ambazo si za faradhi, ni ibada za nyongeza baada ya zile za faradhi. Ashatekeleza faradhi, kuna na zile ambazo ni za ziada, ni za nyongeza ambazo si za faradhi. Mja wangu hatoacha kujikurubisha kwangu mimi kwa ibada hizo, hata uhibbahu, mpaka nitampenda mja yule, mpaka atafikia wakati, atafikia kipindi kwamba mimi nitakuwa ninampenda mja huyo. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha ahbabtuhu, na nitakapokumpenda mja huyo, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, nitakuwa mimi ndio usikizi wake anaosikilizia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuwa anaikontroli nguvu yake ya usikizi ya masikio, asiwe ni mwenye kusikiliza isipokuwa iliyo kheri. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, nitakuwa ndio uoni wake anaoonea. Pawa yake ya macho ya kuona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atailinda na atamuhifadhi, awe si mwenye kutazama na kuangalia isipokuwa yale ambayo ni ya halali yanayomridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadahu allati yabtishu biha, na nitakuwa mimi ndiyo mkono wake ambao anashikia na kugusia. Mja huyu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuhifadhi mkono wake uwe mkono ule hagusii isipokuwa yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaridhia, na yale ambayo kwamba ni ya halali kuyagusa na kushika kwa mja kama huyo. Wa in saalani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema, na endapo ataniomba mja huyo, la u'tiyannahu, basi bila shaka nitampa kile anachokiomba. Wala in ista'adhani, na endapo ataomba nimlinde, naam, la u'idhannahu, basi hakika nitamlinda, hakika nitamlinda. Wama taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu, asema na sijawahi mimi kutaraddad, naam, katika jambo lolote ambalo mimi Mola ni mwenye kulifanya. Naam, taraddudi an nafsi almu'min, kama kutaradadi kwangu katika nafsi ya mu'min. Naam, katika nafsi ya mu'min, yakrahu almauta, ambaye anachukia kifo, wa ana akrahu musaatahu, na mimi ninachukia kumuudhi mja wangu yule kwa kuwa ni mu'min. Ala kulli hal, katika hadithi hii tunaona Mtume sallam anavyosisitiza ya kwamba hizi amali ambazo si za faradhi, ambao miongoni mwa amali ambazo si za faradhi ni qiyamul layl, kisimamo cha usiku. Kisimamo cha usiku, naam, ni miongoni mwa zile ibada ambazo si za faradhi, lakini angalia malipo yake, angalia na ujira wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Mwenyezi Mungu kwamba mja hatoacha kujikurubisha kwake kwa ibada hizo mpaka ufikia daraja ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أسمع إن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Asema Mtume sallam kwamba hakika ya swala iliyobora baada ya swala ya faradhi ni swala ya usiku, kama alivyopokea Imam Muslim kwamba swala ya usiku, naam, kwa sababu katika amali zina daraja, zinapitana, naam, na tushaambiwa kwamba hakuna amal, naam, ambayo inashinda ubora wake amali ya sala. Wa'lamu anna khaira salatikum as-salah, na jueni ya kwamba bora ya amali zenu ni swala. Sasa kama bora ya amali zetu ni swala, basi vile vile ibada nyingine yoyote ambayo ni ya sunna haitoshinda sunna hii ya swala ya usiku. Naam, bora ya ibada ni ya sunna ni ibada ya swala, na bora ya swala ya sunna baada ya swala za faradhi ni swala hii ya usiku. Ndugu zangu Waislamu, hii ni moja au ni la pili katika hadithi ambazo zinaonesha ubora wa kisimamo hiki cha usiku. Na jambo la tatu
linaloonyesha ubora wa kisimamo hiki cha usiku. Naam, ni kwamba katika usiku kunapatikana kipindi cha kujibiwa dua. Kunapatikana kipindi cha kujibiwa dua. Naam, asema inna fil laili la sa'atun. Mtume sallam asema kwamba inna fil laili la sa'atun, kwamba hakika katika usiku au ndani ya usiku kuna lisaa, yani kuna kipindi, la yuwafiquha rajulun muslim, haanguki sawa na kipindi hicho mwanadamu, mtu Muislamu, yasalullaha khairan min amri dunya wal akhirah, awe anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khairi, ima khairi ile ni katika mambo yake yanayomhusu ya kidunia au ni katika mambo yake ya kiakhira, illa a'tahu iyahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umtakabalia maombi yake na akampa lile analoliomba katika haja zake. Wadhalika kulla lailatin, na hilo linapatikana katika kila usiku, linapatikana katika kila usiku. Ndugu zangu Waislamu, naam, hii ni kila usiku kunapatikana kipindi ndani ya usiku ambacho dua ni zenye kujibiwa. Kila usiku patikana kipindi ambacho dua ni zenye kujibiwa. Naam, na kama zilivyokuja hadithi zingine ambazo ni sahihi zikabainisha kwamba kipindi hicho ni kipindi cha usiku wa manane, kipindi cha usiku wa mwisho, kama hadithi aliyopokea Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin, ushuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mola wetu kila usiku, ila samai dunia, mpaka kwenye mbingu ya dunia, hina yabqa thuluthul layli al-akhir, wakati inapobakia thuluthi ya usiku ya mwisho. Yani ule usiku ukiugawa mara tatu, sasa ile sehemu ya tatu ile inapoingia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mola wetu ndipo anapoteremka kutoka huko kwenye arshi mpaka kwenye mbingu ya dunia. Fayaqul, na Mwenyezi Mungu usema anapoteremka kwenye mbingu ya dunia, man yad'uni faastajiba lahu, ni nani anayeniomba nimuitikie, nani anayeniomba nimjibu, wa man yasaluni, na ni nani anayeniomba haja, fa'utiyahu, naam, niweze kumpa haja yake anayoiomba, wa man yastaghfiruni, na ni nani anayeniomba msamaha, anayetaka maghfira, faaghfira lahu, ili nipate kumpa maghfira, nipate kumsamehe. Naam, katika riwaya ya Imam Muslim asema, idha madha shatrul layli au thuluthahu, inapopita nusu ya usiku au thuluthi zake mbili, yanzilu Allahu ila samai dunya, uteremka Mwenyezi Mungu mpaka mbingu ya dunia. Fayaqul, na usema hapo akiteremka, hal min sa'ilin fayu'ta, je kunaye anayeomba apewe? Naam. Hal min da'in fayustajaba lahu, je kunaye anayeita ajibiwe? Wa hal min mustaghfirin fayughfar lahu, na je yuko mwenye kutaka maghfira, mwenye kuomba msamaha asamehewe? Hatta yanfajira subhu, inaendelea hali hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiulizia mpaka itakapochomoza na kudhihiri wakati wa alfajiri. Ndugu yangu Muislamu mtukufu, hiki ni kipindi muhimu sana ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukirimu kwacho kwa kutujalia hii swala ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuletea akatufunza qiyamul layl. Naam, sio qiyamu Ramadhan peke yake, lakini ni qiyamul layl kama tulivyoona katika hadithi, wadhalika kulla lailatin, kwamba hilo linafanyika kila usiku, iwe Ramadhan isiwe Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu watukufu, na ihusia nafsi yangu pamoja na kukuhusia mwenzangu, ndugu yangu, tuweze kudumu na hii ibada njema, tuweze kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa amali kama hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wanatusifia fadhila zake katika hadithi kama tunavyozisikia. Wa min fadhailihi, na miongoni mwa fadhila zake ibada hii ya qiyamul layli, anna man qama bi 10 ayatin, ni kwamba mja anaposimama kwa aya 10, akasimama kwenye kisimamo chake, uwezo wake akasoma aya 10, asema fama fauqa, na zaidi ya aya 10, lam yuktab min alghafilin, huyu
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamthibitishi miongoni mwa watu waliodandiwa, miongoni mwa watu waliopagawa, miongoni mwa watu waliovamiwa na ghafla na kughaflika. Sababu kughaflika ni jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambalo amelikashifu. Naam, kama alivyotaja katika Qur'ani tukufu, naam, kwamba wale aliowataja Mwenyezi Mungu kwamba wao ndio walioandaliwa jahannam, wenye macho ili hali hawaoni, wenye mioyo wasiozingatia, wenye masikio wasiosikia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho akasema ulaika humul ghafilun, hao ndio wale watu walioghaflika, waliovamiwa na mughafala. Kwa hivyo mja ili asiingie katika grupu ya watu waliovamiwa na mughafala, walioghaflika, naam, ni kusimama kisimamo cha usiku japo kwa aya 10 na zaidi. Naam, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyepokea Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, asema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qama bi 10 ayatin, atakayesimama, yani kisimamo cha usiku kwa aya 10, asome aya 10 kwenye kisimamo chake, lam yuktab min alghafilin, huyu hatoandikwa miongoni mwa watu waliovamiwa na mughafala, hatoandikwa miongoni mwa watu walioghaflika. Waman qama bi 100 ayatin, na atakayesimama akasoma aya 100 katika kisimamo chake, kutiba min alqanitin, ataandikwa miongoni mwa wale wanyenyekevu. Naam, waman qama bi 1000 ayatin, na atakayesimama kwa aya 1000 akazisoma kwenye kisimamo chake cha usiku, kutiba min almuqantarin, atahesabiwa na kuandikwa miongoni mwa wale watakaopata qintar, watakaopata qintar, malipo ya qintar. Na malipo haya ya qintar, baadhi ya watu wameeleza kwamba qintar kwamba ni mil'u jildi thawrin dhahaban au fiddatan, ni ujazo wa ngozi ya ng'ombe. Ng'ombe achinjwe, atunwe ngozi yake, alafu ile ngozi itandikwe kama mkeka vile, alafu ijazwe dhahabu au fidda. Ujazo huo ndio wanasema kwamba unaitwa ni qintar. Naam, na baadhi wakasema pia qintar huwa almalu alazim, ni mali mengi. Naam, ni mali mengi. Naam, alimuhimu ni katika watu ambao watapewa malipo mengi zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala endapo atakuwa ni mwenye kusimama, naam, katika kisimamo cha usiku na akasoma katika kisimamo chake aya 1000. Naam, ndugu zangu Waislamu watukufu, tuko katika kutaja hizi fadhila, naam, fadhila za kisimamo cha usiku, ikiwa kisimamo cha Ramadhan, kisimamo cha tarawih, naam, kinaingia miongoni mwa kisimamo hicho cha usiku, kwa sababu kisimamo cha usiku anatakiwa Muislamu akidumishe, kama ambavyo tutakuja kutaja katika sehemu ya pili. Atakiwa Muislamu aweze kudumisha kisimamo cha usiku kama walivyokidumisha salafu salih rahmatullahi ta'ala alaihim. Naam, walikuwa wakiswali kisimamo cha usiku katika hali wanapokuwa safarini, wanapokuwa nyumbani, wanapokuwa wazima, wanapokuwa wagonjwa, yani walidumisha hali hii, ndugu zangu Waislamu. Naam, haijalishi ni wagonjwa, ni wazima, haijalishi wana njaa, wameshiba, haijalishi Ramadhani si Ramadhani, wao walikuwa wanadumu na kisimamo hiki cha usiku rahmatullahi ta'ala alaihim. Na sisi tunatakiwa kuwafuata na kuwaiga hawa wema waliotangulia, kwa sababu njia yao peke yake ndio njia ambayo itatufikisha sisi palipo na saada, palipo na kufaulu na kufanikiwa mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, leo tutaishia katika sehemu hii. Hii ni sehemu ya kwanza ya mada hii, tunapokumbushana kuhusu kisimamo cha usiku, mbali na kisimamo cha Ramadhan, lakini kisimamo cha usiku, kikiwa kisimamo cha Ramadhani kinaingia katika kisimamo hiki cha usiku. Ndugu zangu Waislamu watukufu, kisimamo hiki cha usiku watu wasilifanye ni jambo kubwa, ni jambo zito, lakini wallahi tumehimizwa tusikose na kuacha kisimamo cha usiku, hata kama ni kwa rakaa 2. Ndugu yangu Muislamu, hata kama ni kwa rakaa 1 ya witri tu, asimame Muislamu usiku, kisimamo cha usiku, hata japo ni kwa rakaa 1 ya witri aweze kusimama usiku.
Si kwamba mtu ajishauri na kupiga hesabu zikawa haziingiliani, kwamba nisimame mimi nusu saa rakaa 11, nitaweza kweli hivi nilivyochoka? Hapana. Lakini mtu anaswali hata kama ni rakaa 2, hata kama ni rakaa 1 ya witri, anaswali hata kwa kusimama, anaswali hata kwa kujilaza ubavu, anaswali Muislamu katika hali yoyote ile. Kwa tusilione kwamba, tusilifanye kwamba ni jambo zito, ni jambo ambalo haliwezekani, ni jambo ambalo naam likitajwa si tuseme hapana bwana, wale walikuwa ni maswahaba. Wale ndio walikuwa ni maswahaba, na sisi tulitakiwa tuwaige wao. Wallahi Mwenyezi Mungu asingetutaka tuwaige endapo walifanya jambo ambalo haliigiki. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichotuamrisha sisi na kututaka sisi ni jambo ambalo linawezekana kwetu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatuamrisha, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haiamrishi na kuikalifishi nafsi yoyote isipokuwa ule uwezo wake. Ndugu zangu Waislamu watukufu, tatosheka na kiasi hiki insha Allah Ta'ala, tukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atunufaishe kwa haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusaidishie hali hizi za kisimamo cha usiku, tuwe ni wenye kuzidumisha japo kwa uchache kama walivyodumisha wema waliotangulia. Mwenyezi Mungu twamuomba atutakabalie saumu zetu, atutakabalie visimamo vyetu vya Ramadhani viwe ni sababu ya sisi kudumisha kisimamo hata baada ya Ramadhani katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie funga yetu Ramadhan na mazuri tunayoyafanya katika Ramadhan yawe ni sababu ya sisi kupata rehema zake, yawe sababu ya sisi kupata msamaha wake. Mwenyezi Mungu ajalie yawe sababu ya sisi kuachwa huru na moto. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.